Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu ameifanya Gaza kuwa kama kuzimu. Hii ni kauli ya rais wa kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu ICRC, Mirjana Spoljaric, ambaye amezungumza na shirika la habari la BBC katika makao makuu ya ICRC mjini Geneva. Spoljaric anasema ubinadamu haupo tena katika ukanda wa Gaza. Mataifa hayafanyi vya kutosha kumaliza vita, kumaliza mateso ya Wapalestina na kuachilia mateka wa Israel, anasema. Wapalestina wanasema wamevumilia na wamevuliwa utu wao wa kibinadamu. Sheria ya kimataifa ya kibinadamu imetupwa nje. Kinachotokea Gaza, anasema, kinapita kiwango chochote kinachokubaliwa kisheria, kimaadili na kiutu. ICRC ni shirika la kimataifa linalofanya kazi katika maeneo ya vita. Lina zaidi ya wafanyakazi 300 huko Gaza, wengi wao wakiwa wa Palestina. Hospitali yake ya upasuaji huko Rafah, kusini mwa Gaza, ndio kituo cha matibabu kilicho karibu zaidi na eneo ambalo Wapalestina wengi wameuawa wakati wa usambazaji wa misaada ya machafuko katika siku chache zilizopita, karibu na maeneo yanayoendeshwa na Israel na wakfu wa kibinadamu wa Gaza GHF unaungwa mkono na Marekani. ICRC inasema kuwa jana asubuhi timu zake za upasuaji za Rafah zilipokea wagonjwa 184 wakiwemo watu 19 waliofariki walipowasili na wengine 8 waliofariki kutokana na majeruhi muda mfupi baadaye. Ilikuwa ni idadi kubwa zaidi ya majeruhi kutokana na tukio moja katika hospitali hiyo tangu ilipoanzishwa vita katika miaka 2 iliyopita. ICRC inachukuliwa kuwa msimamizi wa mikataba ya Geneva ya 4 ilivyokubaliwa baada ya vita vya pili vya ulimwengu. Imeundwa kulinda raia katika masuala ya kivita. Wakati huo mjini London, Waziri Mkuu Keir Starmer anajibu swali kuhusu Gaza katika baraza la Common. Anasema, tumepinga vikali kupanuka kwa operesheni za kijeshi na ghasia za walowezi na kuzuiwa kwa misaada ya kibinadamu. Tumemzuia Netanyahu mara kadhaa, lakini hakusikia. Keir Starmer anaongeza kuwa hatua zaidi dhidi ya Israel zitazingatiwa, ikiwa ni pamoja na vikwazo. Starmer anaendelea kusema kwamba tunahitaji kurejea kwenye usitishaji mapigano. Tunahitaji mateka ambao wamezuiliwa kwa muda mrefu sana waachiliwe, na tunahitaji sana msaada zaidi kwa kasi na kwa wingi katika Gaza, kwa sababu hii ni hali ya kutisha na isiyovumilika. Gaza imekuwa mbaya zaidi kuliko kuzimu duniani. Hii ni lazima tupambane kuhakikisha linaisha, anasema Keir Starmer. Baraza la usalama la Umoja wa Mataifa linatazamiwa kupiga kura siku ya leo Jumatano kusitishwa mara moja bila masharti na kudumu kwa mapigano huko Gaza na kuheshimiwa kwa pande zote, likiwa limeandaliwa na nchi 10 wanachama waliochaguliwa wa baraza hilo ambao wanahudumu kwa mihula ya miaka 2. Azimio hilo linasisitiza matakwa ya kuachiliwa kwa mateka wote wanaoshikiliwa na Hamas na makundi mengine kufuatia shambulio la Oktoba 7 mwaka 2023 kusini mwa Israel. Pia linataka kuondolewa kwa mara moja vikwazo vyote vya kuingia kwa misaada na usambazaji wake salama na usiozuiliwa, ikiwa ni pamoja na Umoja wa Mataifa kote Gaza. Azimio linahitaji kura 9 za kuunga mkono baraza hilo lenye wanachama 15 na hakuna kura ya turufu kutoka kwa wanachama 5 wa kudumu. Marekani, Urusi, China, Uingereza na Ufaransa zitakuwepo na kura zao za turufu wala hazitohesabiwa. Hii itakuwa ni kura ya kwanza kuhusu suala hilo kufanywa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa tangu mwezi Novemba, wakati Marekani, mshirika mkuu wa Israel, ilizuia azimio hilo la kutaka kusitishwa kwa mapigano. Basi mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.